Ni kwamba mbunge wa Bumula Jack Wamboka amemshutumu vikali aliyekuwa mbunge wa eneo hilo Mwambu Mabonga kwa madai ya kutelekeza sekta ya elimu wakati wa uongozi wake. Akizungumza baada ya kufungua rasmi jengo la madarasa mawili katika shule ya msingi ya Kibuke iliyoko wadi ya West Bukusu, Wamboka alidai kuwa fedha zilizotengewa sekta ya elimu zilifujwa, hali iliyosababisha miradi kadhaa ya ujenzi wa madarasa kukwama. Mbunge huyo aliwahakikishia wakazi wa eneo bunge hilo kuwa ameweka mikakati mahususi ya kuboresha miundombinu ya elimu ili kuhakikisha wanafunzi wanasomea katika mazingira salama na nadhifu. Aidha, Wamboka alitaka serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Elimu kuingilia kati na kutatua utata unaozingira mpito wa wanafunzi wa gredi ya 9 hadi gredi ya 10 chini ya mtaala wa CBE, akisema wazazi wengi wanahangaika baada ya watoto wao kuteuliwa kujiunga na shule zilizo mbali na makazi yao. Infrastructure, wakati tumeingia uongozi, tumekuwa na changamoto mingi. Watoto wetu ambao ni contractors wametumiwa vibaya. Hilo jengo hilo, pesa ililipwa ya kurenovate class 10 kuangalia kwa vitabu. Contractor kalipwa pesa ikachukuliwa. Contractor huyu mtoto ni wapa tu, ako na loan, ana service, wame auction yeye sasa kabisa. Lakini mimi kama mbunge lazima kazi iendelee. Sakalikario. Sasa nilikuja hapa na contract. Tumejaribu, mambo ikawa ngumu. Na sio hii shule peke yake. Yule aliyekuwa mbunge alifuja pesa mingi sana. Unajua huko nyuma Bumula ilikuwa inasikika tuko mambo mbaya. Ni kwa sababu nyinyi mlikuwa mmechukua mtu ana marking scheme ya kupita mtihani akawa mbunge. Mlikuwa mmeweka mbunge ambaye hajawahi pita mtihani yeyote. Sasa tungekuwa na shida. Wewe uta expect mbunge aambia watoto wapite namna gani na yeye mwenyewe hajui kupita ina feel namna gani? Tunaomba serikali itoe msukosuko hii iko kwa grade 10. Paka saa hii watoto hata hawajaenda shule wote. Ni kwa sababu ya hii mix up imekuwa mtoto wako hapa anaplesiwa Mount Elgon, mahali ambapo hawezi enda. Tunataka serikali iangalie hiyo maneno kwa haraka. Tuhakikishe kwamba education is not interrupted. Katika